kama taasisi ya moyo tumeshiriki katika maonyesho haya, lakini dhumuni la kushiriki maonyesho haya, ikumbuke kuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya matatizo ya moyo na matatizo ya kinywa na meno. Sisi kama taasisi, siku yetu hapa ya leo tumekuja kutoa elimu na pia kuelezea kwamba ikumbuke kuwa wagonjwa wetu wanaofanyiwa upasuaji wa moyo, especially wa kufungua kifua, kitu cha muhimu cha kwanza kabla ya kufanya operation ni lazima hapitie kwenda kuchunguzwa kinywa na meno. Na ikumbuke kuwa kwa sasa hivi kauli mbiu ya taasisi yetu ambayo ilizinduliwa na Waziri wa Afya ni ijue namba zako. Na hii hapa tunaposema kwamba ijue namba zako, ina maana kwamba at least kujua blood pressure yako upime mara moja kwa mwezi. Na tunaposema kwenye kujua sukari yako ya mwili kwamba isiwe chini ya 5.2. Na tunaposema mapigo yako ya moyo ni kuanzia 60 mpaka 100. Na tunaposema wingi wa mafuta isizidi 5. Na tunaposema kujua uwiano wa uzito wako ni kama ni kuanzia 19 mpaka 24. Katika taasisi yetu tuna wagonjwa ambao tunawekea betri za moyo. Kwenye taasisi zetu tunahudumia wagonjwa ambao mishipa yao ya moyo inakuwa imeziba. Kwa hiyo sisi leo kama taasisi tumekuja na hivyo vitu, mwananchi yeyote atapata fursa ya kuviona hivyo vitu kwa macho na sio kuvisikia kama siku nyingine watu wanavyovisikia kwenye maredio na kwenye magazeti. Nimekuja hapa kwenye maonyesho ya kinywa na meno, lakini hata hivyo nimepata faida nyingi sana. Hapa banda niliopo ambalo ni Jakaya Kikwete, na wakaniambia kwamba wao sisi tuko hapa pamoja hapa tumeshiriki kutokana na kinywa na meno, lakini pia hatuwezi kumfanyia operation mtu ambaye ana matatizo ya moyo bila ya kumfanyia uchunguzi kama na matatizo kwenye kinywa chake, kwa sababu kinywa kinaweza kikaathiri ile operation ambayo tunaweza kumfanyia kama tukimfanyia uchunguzi. Leo nimepata nafasi ya kuhudhuria maonyesho haya na kufika katika banda la taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Nimejifunza vitu vingi sana, ikiwemo kauli mbiu inayosema zijue namba zako. Hii inatuhamasisha sisi Gen Z wa kizazi hiki tujue umuhimu wa kupima afya zetu ili tujue namna ya kuzilinda